Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe msikilizaji. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Jaika la Jalil. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wetu wa habari, tunaanza na habari muhimu kama kawaida. Safari ya Limasi, vipi hali yako? Niko salama, ila hali ya umma tundu inasumbua. Pole sana. Asante. Na katika habari muhimu kama ulivyosema Bibi Bukuru Tantine Aldama, tutaanzia na katika mji wa Baraka. Taarifa isemazo kuwa ni wanachuo 13 ndio waliohitimu na kutunukiwa shahada kwenye University Espoir du Congo mjini Baraka, ambako sherehe zimeendeshwa Jumatatu hii tarehe 8 Disemba 2025 katika ukumbi wa kanisa la Methodiste Libre pa Mshimbake. Na huko Pwenzero ni kwamba hali yaendelea kuwa tete kwa wakimbizi waliokimbia machafuko ya kivita yanayosababishwa na AFC M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo kwenye kijiji cha Pwenzero sekta Mutambala tarafani Fizi. Na tumalizie na habari za kitaifa. Bibi Bukuru ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametoa hotuba yake kuhusu hali ya taifa mbele ya maseneti na wabunge waliokutana kwa pamoja Jumatatu hii tarehe 8 Disemba mjini Kinshasa, makao makuu ya nchi ya DRC. Bukuru Tantine Aldama, hapo ndipo Afrika, mwisho wa habari muhimu. Asante sana Safari ya Limasi kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Meya ya mji wa Baraka imesema kujenga kilalo kinachounganisha kati ya kata la Makampanye na Malala kisha wiki moja. Imeyasema hayo siku ya kwanza wiki hii ya tarehe 8 Disemba mwaka 2025 kupitia kiongozi wake. Kwenye mazungumzo nasi Bimari Mukanja Swaze, meya kwa muda wa mji huu, amesema kuwa tayari wamesikia malalamiko ya raia kuhusu kujengwa kwa kilalo kati ya kata hizo mbili. Huyu ameomba raia kuendelea kulipa tozo ya mji kwa ajili ya maendeleo zaidi. Na kizali niliviongea asubuhi kuemisho ya kumepambazuka na RCK, na tena mimi narudilia nilisikia dugudugu la raia, na niliwahi kuitisha chef de quartier wa Makampanye na Malala. Tulishaonana nao na tulishaongea hii kilalo itatengenezewa gisi nilisema tena mbele dans une semaine tutakuwa tuanza kazi ya ile kilalo pale kwa Malala. Sikuwa nabisikia sana kupitia hii kumepambazuka na RCK, mnaweza sikia malalamiko ya raia na surtout wanaongelea juu ya ile kilalo pale, na mie kome meya wa jiji kwa muda nikabiaplike na nikafika ita ule shefu Malala, akaniambia naye gisi banateseka pale wanafunzi mpaka mpeke nishaenda aona ile kilalo pale. Mie nianza tumika kazi ya leta depuis 2015, nilikuwa chef de service wa development rural, donc maendeleo, na mpaka saa hii mie mu vision unakuwa juu tu ya maendeleo, na ndeza ambia baraia baendelee kufanya ile contribution yao ya kulipa matax juu ya maendeleo ya mwingine yetu, na niko pale juu ya tuendeleshe. Sitaendelesha mimi peke, naomba apui yao tuendelee mbele juu vile tu Baraka nayo ikuwe safi. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, ni wanachuo 13 ndio waliohitimu na kutunukiwa shahada kwenye University Espoir du Congo mjini Baraka, ambako sherehe zimeendeshwa Jumatatu hii ya tarehe 8 Disemba mwaka huu katika ukumbi wa kanisa la Methodiste Libre pa Mshimbake. Undani wa taarifa hii namkaribisha Safari ya Limasi kwa mengi zaidi. Naam. Mwanafunzi bora na mwenye kujielewa ni yule anayejua thamani ya elimu na kuvumilia mpaka wakati wa kutunukiwa shahada yake. Wanachuo 13 kutoka fani mbalimbali zilizoko kwenye University Espoir du Congo walikuwa wenye furaha na tabasamu, huku wakipiga vigeregere vinavyoashiria mwisho wa elimu yao kwa awamu ya kwanza. Wakiwa wenye kupendeza huku wakivalia juo, walishindikizwa na familia zao, marafiki zao pia na wanachuo wenzao. Katika neno lake la ufunguzi, Bwana Abwepelo Jean-Pierre, rekcha makamu husika na masuala ya elimu katika university hiyo, ameanza kwanza kuonyesha malengo makubwa ya sherehe hiyo ambayo ni muhimu kwa wahitimu. La collation des grades académiques à l'IEC a toujours été le couronnement des réalisations. Kutunuku kwenye IEC huaga ni ishara ya jitihada walizozifanya wanachuo kipindi cha miaka yote migumu. Ni kupitia fursa hii
ndio tunasherehekea matokeo tuliyoyapata tangu kwa kwenye uongozi wa IEC. Ni karibu miaka 5 sasa tangu kujitolea kwetu katika chuo hichi. Tumetokomeza hali ya mwaka kwenda bure na tunaandaa kila mwaka sherehe za kutunuku vyeti. Huwa tunapata diploma ima cheti cha kufaulu kupitia Wizara ya Elimu na vyuo vikuu na university katika kitengo husika na utoaji wa vyeti hivyo. Chers compatriotes, distingués invités, ndugu zangu wapenzi, waalikwa mbalimbali, mabibi na mabwana, ni furaha kubwa kwetu kuandaa mchakato wa kutunuku shahada kwa haki na kweli na kwa hali hii ya usalama ambayo nchi yetu inapitia kwa sasa, kwa kuwa hatua hii inatupa nafasi ya kuonyesha dunia matokeo chanya ya kazi za wanachuo wetu. Kwa upande wa waliotekeleza na kufaulu kwao, wanachuo wetu wanaonyesha kufaulu na alama nyingi kwenye IEC inastahili. Upande wake Bwana Carlos Ilondo Msafiri, msemaji wa wanafunzi wa University Espoir du Congo, ametoa shukrani zake kwa tabaka mbalimbali za watu kwa jitihada walizozifanya. Nous voici devant vous en qualité de porte-parole des étudiants de l'Université Espoir du Congo. En même temps, sisi tulio mbele yenu tukiwa na wazifa wa msemaji wa wanachuo wa University Espoir du Congo, pia vile moja kati ya wahitimu. Sisi wanachuo tunashukuru rekcha wetu wa University Espoir du Congo kwa kujitolea kwake kwa ajili ya manufaa ya University Espoir du Congo. Pour sa façon et sa manière de travailler à l'intérêt. Tunashukuru vile rekcha makamu husika na masuala ya elimu kwa namna yake ya kuwajibika kwa manufaa sio tu kwa wahitimu bali kwa wanachuo wote wa kike na wa kiume. Sisi kama uongozi wa wanachuo tunashukuru walimu, tunashukuru juhudi zenu kwa wanachuo wote, kwa kuwa mwanachuo bora ni yule aliyefundika vizuri. Si il est bien occupé, si il fait ce qui est prévu par la loi. Chers parents, nous vous remercions pour votre engagement. Kwenu wazazi, tunashukuru kwa kujitolea kwenu. Leo ndugu zetu wahitimu kwa sasa wamefika hapa ni kupitia nguvu zenu. Tunashukuru pia Muumba wetu aliyetujalia na kuwajalia na kuwapa nguvu na juhudi ya kuwashindikiza watoto wenu kwenye elimu. Mwishore cha makamu husika na masuala ya elimu kwenye University Espoir du Congo amesema kuwa university hiyo imeshatengeneza watu mashuhuri ambao wanachangia kwa maendeleo ya DRC. Nul n'ignore que l'IEC a contribué dans le passé au rayonnement et donc au... Hakuna anayesahau kuwa IEC inachangia kwa maendeleo ya tarafa letu la Fizi, Grand Kivu na katika nchi nzima ya DRC. Chuo chetu kimeshatengeneza malida, watu mashuhuri, wanasiasa, wakuu wa sekta, mahakimu, mapastori, watafiti, des pasteurs, des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs agronomes, cultivateurs, des entrepreneurs, des juristes, maengineer wa kilimo, mabwana shamba, wajasiriamali, wanasheria, waekonomisti na wengine wengi. Haja yetu ni kuona kwanza elimu inayotolewa hapa. Hatutaacha kuweka kipaumbele uboreshaji wa mazingira ya elimu, utafiti, kufunza wakufunzi na walimu wafanyakazi, na pia kusapoti amani, mshikamano wa kijamii katika ukanda wetu. Tuwafahamishe kuwa wanachuo waliohitimu wanatokea katika fani mbalimbali ikiwemo teolojia, amani na maendeleo, ima teologie pe development, sheria, ima droit, sayansi ya kilimo na mazingira, ima sciences agronomique et environnementale, na sayansi ya kijamii, kisiasa na utawala, ima sciences sociale politique et administrative. Na huko Pwenzero ni kwamba hali yaendelea kuwa tete kwa wakimbizi waliokimbia machafuko ya vita inayosababishwa na wahasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano nao wazalendo kwenye kijiji cha Pwenzero, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mkuu kiongozi wa kijiji hicho cha Pwenzero ametoa picha ya hali ilivyo kwa sasa, huku akiomba kwa mashirika ya kiutu kuajia na misaada. Fatana mashirika hapa Pwenzero ndio kwenye kuko wasiri ambao walitoka parti za Tasha na Ngezi, Biarumbiri na Tuvetubwe, wote wanayala hapa na Mikenge. Sasa chose grave, shirika ziko zinaku
zinakuya zinaanzia andika kule parti za kwa mulima zinapanda mpaka Kirungu. Sasa hazifiki hapa sawa vile acted kwa tande show niko nasema iko pale. Sasa watakuwa wanapokeza wenyewe waathirike na waathirika wako hapa journalist. Hakuna mashirika yameshafika huko kwenu kwa ajili ya kusaidia wakimbizi wa ndani? Sifika tu expert njoo yenyewe nifika hapa, lakini hakuna ingine shirika ambayo lishawasilia hapa. Watu wanatarika sana kuhusu konjala, wanalala mbaya, hawana mabashe ile kabisa, inaathirika hapo population hapa sana. Shida sana chose grave, tunasikia mashirika tunaweza tutapanda labda tutaende population, unasikia wenyewe hawayatoka manyumba zao ndio wako wanakuwa ede, lakini sisi waathirika tuko tu hapa, manake hatujui tufanye nini. Na sasa ni muda wa kufuata habari za michezo na Isudi wa Sudi Valente. Karibu. Shukran sana kabisa Bi Bukortantine Aldama. Leo katika habari za michezo niko na nambari 19 mgongoni yake Kandida Mapendo Payete. Tuanze na hizi habari za hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako michuano inafuti iliweza kutimua vumbi siku ya Jumapili tarehe 7 Desemba 2025. Klabu ya AS Simba waliweza kuibuka na ushindi mawili kwa moja dhidi ya klabu ya AS Chinkuku. Klabu ya FC Chikasa waliweza kutoka sare kutokufungana dhidi ya klabu ya Rumbashi Sport, huku klabu ya Yesu Panda BC Kande wakuweza kutandikwa kwa 6-0 dhidi ya klabu ya Tupisa Mazembe Angleterre. Klabu ya Ose Renaissance waliweza kutandikwa msumara 1-0 dhidi ya klabu ya AC Rangers, huku klabu ya FC Celeste wakarejea kutoka sare ya tasa dhidi ya klabu ya AS Vita Club. Na hapo katika nchi jirani ya Burundi, michuano ya ligi kuu hapo katika nchi ya Burundi maarufu Primus League katika wiki ya 15 iliweza kutamatika siku ya Jumapili, ambako siku ya Ijumaa klabu ya FC Mazee iliweza kutandikwa 3-1 dhidi ya klabu ya Burundi Sport Dynamique, huko siku ya Jumamosi klabu ya Vision wakaweza kuwatandika Interstar 3-1. Vitalo wakaweza kutandikwa msumara 1-0 dhidi ya klabu ya Aigle Noir. Olympique Star ukiwa katika uwanja wake nyumbani waliweza kutandikwa 2-1 dhidi ya klabu ya Bumamuru, huko klabu ya Musongati wakatoka sare kutokufungana dhidi ya klabu ya Flambeau du Centre. Mechi hizo zilikuwa ni siku ya Jumapili, huko klabu ya Rukinzo wakatandikwa 2-0 dhidi ya klabu ya Muzinga FC. Kayanza United waliweza kuibuka na ushindi 4-1 dhidi ya klabu ya Garage Express, na klabu ya Messager Ngozi wakarejea kutoka sare 1-1 dhidi ya klabu ya Ngozi City. Huko katika bara la Ulaya ni kwamba michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya maarufu UEFA Champions League itaweza kuendelea mara tena ifikapo siku ya pili ya tarehe 9 Desemba mwaka 2025 majira ya saa 1:45. Klabu ya Bayern Munich ya nchini Ujerumani katika uwanja wake wa nyumbani wa Allianz Arena wataweza kupiga vikali dhidi ya klabu ya Sporting Lisbon ya nchini Ureno, huku mechi ya saa 4 kamili za usiku klabu ya Inter Milan watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Liverpool. Barcelona wataweza kukaribisha klabu ya Eintracht Frankfurt. Klabu ya PSV Eindhoven wataweza kukaribisha klabu ya Atletico Madrid ya nchini Hispania. Klabu ya Tottenham Hotspur wataweza kukata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Toile Rouge, huku klabu ya Monaco wataweza kukaribisha klabu ya Galatasaray, na klabu ya Atalanta Bergame watakipiga vikali dhidi ya klabu ya Chelsea Zedoze. Na mwisho ni kwamba hajiendelea kuwa tete kwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Misri ambaye anakipiga katika klabu ya Liverpool hapo nchini Uingereza, ambaye ni Mohamed Salah. Hivyo ni katika habari iliyotolewa rasmi na uongozi wa klabu hiyo mchana wa siku ya Jumatatu, ambako klabu ya Liverpool imethibitisha kumwacha winga huyo wa timu ya taifa ya Misri Mohamed Salah kwenye kikosi kitakachosafiri kuelekea katika nchi ya Italia katika mchezo wa michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya dhidi ya timu ya taifa ya Inter Milan. Uamuzi huo umefanywa na kocha mkuu wa klabu ya Liverpool ambaye ni Arne Slot pamoja na uongozi mzima. Mchezaji huyo wa timu ya taifa ya Misri anaonekana kutokuwa na mwenendo mzuri katika klabu yake ya Liverpool hapo nchini Uingereza, ambako siku zilizopita hapo nyuma mchezaji huyo amekuwa benchi kwenye mechi 3 mfululizo, na kisha mechi iliyopigwa siku ya Jumamosi kati ya klabu ya Liverpool dhidi ya Leeds United na kutoka sare 3-3. Kisha mechi hiyo waandishi wa habari walimfuata mshambuliaji wa timu ya taifa ya Misri Mohamed Salah na kumuuliza kwa nini anaachwa nje, huku akisema kwamba mpaka sasa ajui sababu inayopelekea yeye kuachwa nje na kocha mkuu wa klabu hiyo ya Liverpool ambaye ni Arne Slot. Mchezaji huyo amezungumza na waandishi habari huku akisema ya kwamba sikuamini kuwa niliachwa benchi kwa dakika 90 za mchezo kwa mara ya 3, jambo ambalo ni mara yangu ya kwanza kwenye maisha yangu ya soka. Nimesikitishwa sana, nimeifanyia mengi klabu ya Liverpool kwa miaka,
hasa misimu iliyopita. Amesema hivyo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Misri ambaye ni Mohamed Salah. Habari zingine zinaendelea kuvuja huko zikitaja kuwa ikiwa hali hii itaendelea kwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Misri ambaye ni Mohamed Salah, huenda akaondoka katika klabu ya Liverpool mwezi Januari. Naweka nukta kuna ukurasa wa habari za michezo mwenzangu Bibu Constantine Aldama. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari zako hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita bendi 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Sange, zaidi ya watu 20 kufariki papo hapo na wengine zaidi ya 20 kujereuliwa, miongoni mwao wakiwemo askari jeshi. Hayo ndio matokeo kwa muda ya ufyaturianaji risasi kati ya askari jeshi wa taifa FARDC wao kwa wao Pasange, makao makuu ya tarafa ya Uvira siku ya Jumapili iliyopita. Kwake Dunia Amisi, mratibu wa vuguvugu machozi ya raia nchini, ametoa kisa halisi cha hali hiyo. Sange hiyo jana, unaondoa kama ni zone yenye iko strategiquement opérationnel na kulikuwa déplacement massif ya population. Sasa kule kwenye kulikuwa maaffrontement kukakuwa wajeshi ambao walikuwa ndani ya shamba ya vita wakafanya repli strategique, au nia yao ilikuwa warudie wakuje mpaka Uvira, wakuje Uvira. Autorite wa mji ya Uvira pamoja na wajimbo walifanya system gani? Walisema hivi kisi piganiwa huku kumapori, huku kumalungungi, wapi ilikuwa mzuri. Majeshi ambao watakuwa wanatoka wanafanya releve basikuwe banakula muvile vya kuperturbe situation ya vile ya Uvira, njoo denye ilitoka. Donc mkisha afare pe strategique hamtafika muvile, mtaishia kule soit Sange, soit Tabunambo, soit Kidiba, hamtafika muvile juu msiperturbe situation. Sasa bale wasoda wenye watoka sana kule kushamba la vita bakakuya bakapenda batite bakuye bakiwa paralize ma situation huko Muvira, njoo wenzao wakawakata. Sasa walibakatalia nao walikuwa na nia ya kupita, njoo wakafungula moto na njoo kuanza kupigana na chama kwenda njoo kuanza kupigana. Oui, bila iko tellement lourd parce que tulipoteza au moins ya 20 personnes na au moins 20 blessés. Donc nous 20 personnes mko basoda ya Kirundi, mko amo basoda FARDC, mko monusu ya basivile na mko monusu ya bazalendo na mbablesse aussi, ndio si wanachangana vile wana mtangazaji. Mais situation ilikaji calme asubuhi, sababu autorite walishuka, komanda sekretari wakanda tia ordre na situation ishakuwa MPD. Hata hivyo, muundo huo umelaani vikali kitendo hicho na kuomba jeshi kuwa na umoja. Dunia Amisi amerejea mara tena. Sisi tunakondane parce que hizo armes zinapotea kwa tu kwa kulumiasi kwa sie, zile armes zinapotea kwa kuzipiga kiolela, ni armes zenye zinaanza deloger adui. Sasa tunakaji kuta hizo armes tena zinaweza kupiga sie kwa sie na usini kupatia adui nguvu, na ona tuko moma ya accrochage ya moma ya contre attaque. Tungeomba tu kwa jeshi letu wa diplomer effort ya kuproteger raia na mali yake malgré situation ya vita ambayo tuko amo. Na ingine tungeomba kwa viongozi wetu waangalie vitu watalinda raia na kulinda mipaka ya nchi. Ndio kama tunaona mshangao sana sisi kama wawakilishi wa haki za binadamu kuona unachia rebele fasi plisi ya ena unamwacha nekala, si hakuna tangu moja tunaorganize leo hivi barebere banamontea puissance na kutana kamata mamingine tofauti. Ile ni kitu yenye sie tunakondane kabisa, mwana mtangazaji, na ndio maana tunalomba wakuu viongozi na wajeshi wetu wajikontrole, wajitepa nafasi yao, wakuwa wajijua nini ndio wanaweza fanya nini ndio hizi fanya wakati ya crise juu basilete panike yuki na population ya Kivu na Uvira parti inakosa jikomportea sa population inakosa jikomportea par rapport na situation yenye iko napitikana mplene ya Ruzizi. Na
Uvira, mji jirani, ni kwamba hakuna wasiwasi yoyote mjini Uvira. Shughuli zote zinafanyika bila shida. Ndivyo amesema Dunia Hamisi, mkuu kiongozi wa shirika la raia, ambaye ametoa angalisho kwa watu wa nia mbaya wanaotawanya habari za uongo mitandaoni. Mwangaza huo ameutoa katika mahojiano yake na Radio Kivu juu ya hali ya sasa ya mji jirani wa Uvira. Dunia Hamisi amezungumza nasi. No, tulikuwa tunataka tupresize pale paraporo na mamerino Uvira iko mtimidite nono. Hakuna timidite niko Uvira. Basi kwa mamerino zilikamatiwa na wakuu viongozi juu kwa kuchunga usalama wa mji na mojawapo ni ile nilikuwa nishakwambia kama hakuna tendao kufanya research strategique bingi wanakuja job ya Uvira. Watapita donc bali walipitia milima wakashuka wakakimbia donc wenye bakupita mwile route numero 5. Na ukipita mwuno iko na kwa na tope na wanakurudisha unaenda pumzika kidogo tena unarudia kushamba la sasa. Ya pili, Uvira aliko ingali mzuri kidogo mpaka leo magharibi. Activities zote zilitembea leo normali. Mais kuko tu ile mapaniki za morezo sosio, maradio, nini ile tu ndio ingali na panike watu mais activities zote zingali zinapatikana kwa kawaida ndani ya vile ya Uvira kwa kuharibika watu wako katika hali ya kibaridi paraporo na mingine yalishinda tamatigo jamaa na watu wanaanza ile mashaka kusema kama kweli hii phone ilikuwa inabana Luvungi inaenda katika ama hii phone ilikuwa basi inaenda katika ile ndio natuma watu wa mbomo waanze kuwa na ile deception watu wote wako sawa, population iko calme malgré mapishano na panike hizo zinapita mais population hayakuwa panike bado. Ni sasa ya kusema kama activity ziko paralize na mtangazaji. Mwishowe Dunia Hamisi ameomba wananchi kutenga muda juu ya kuombea nchi, hasa kipindi hichi cha mgogoro wa vita kusini mwa jimbo hili. Hii message yetu ambayo tuko tunaachia kwa raia population ya Uvira kwa bandetu kama tuko kwanza kimoya unite yetu inahitajika. Ya pili, malgré tunapitia wakati mgumu sana, lakini tukumbuke kama Kivu ndio rejea ya muhimu huko. Kwa maana tunasema kama tunaandika population yote kulimite na ili alika watu kuwa na kamata unite 2-3 juu ya kuombea nchi na juu ya kuweka wazalendo ambao wanaendelea kupigania pamoja na pande zote mikono ili ndio tutasaidia. Ndio tunataka kuambia watu wasiko wanapartager habari za Kongo. Tunaingia mkampanya kusema kama desinformation vraiment inaweza tuma usina patia baadhi nguvu. Hapa sasa huko nasikia wanasema wanakamata ndio vile barebe wanakuwa Uvira. Na ukisha shuka Uvira unakuta haliko. Unasikia ndio vile wanakuwa hapa chini. Ni kitu ya reseaux sociaux. Tuko tunaita watu sagesse population ya Kivu précisément Fizi na Uvira. Tuko tunaele sagesse tuko tunapartager ma message zinyatunzo ya kutia watu juu viona tu message na partager iko na kuchea na iko napatia nguvu na kutuma kuonesha population kama tuko deja mpaniki na tuko mpaniki kwa mtangazaji. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametoa hotuba yake kuhusu hali ya taifa mbele ya wanaseneti na wabunge waliokutana kwa pamoja Jumatatu hii tarehe 8 Disemba mjini Kinshasa. Izake Mulucha Ashibe na habari kamili. Ndio Bibu Constantine Aldama, rais amezungumza mengi leo. Kati ya aliyozungumza ni pamoja na vipaumbele 4 vya msingi kwa ajili ya kumaliza mgogoro wa mashariki mwa nchi. Vipaumbele hivyo 4 ni pamoja na kuondolewa kwa njia ya wazi na kuthibitishwa kwa majeshi yote ya kigeni nchini Kongo, kuhakikisha usitishwaji wa misaada kwa njia zote, iwe kifedha au vifaa vinavyowezesha vurugu, na kukomesha kabisa uchimbaji haramu wa dhahabu, coltan, cobalt na madini mengine, kuhakikisha usalama wa raia, na kwa mwisho kuhakikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu bila vikwazo katika maeneo yote yaliyoathiriwa. Rais alitoa pia ujumbe wa wajibikaji wake kwenye hali ya usalama wa taifa, akisema kuwa ikiwa bado kuna kijiji kimoja au mtaa mmoja au kilima kimoja cha nchi hii kinakuwa chini ya tishio la silaha haramu, ataendelea kuamini kuwa jukumu lake bado halijaisha. Mimi Bibi Constantine Aldama nimechambua tu pointi ya usalama kwenye hotuba hii, ila rais alizungumza kuhusu uchumi, mazungumzo ya kitaifa, masuala ya kijamii, shida zinazowakabili wananchi kwa sasa na changamoto kubwa zinazokumba taifa. Rais alimalizia hotuba yake na ujumbe wa kiroho akisema giza alitatawala daima.
DRC inuka uangaze, kwa maana nuru inakuja. Hotuba hii Bibi Courtantine Aldama imetolewa katika kipindi hiki ambacho raia wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hatima ya vita vinavyoendelea kwenye kanda hiyo ya nchi, licha ya mkataba wa amani uliosainiwa huku Washington tarehe 4 Desemba 2025 ambao haujaonesha matumaini yoyote kwa wakongomani mpaka sasa. Asante sana Izake Mulucha Ashibe kwa ripoti yako hiyo yenye kupendeza zaidi. Na tumalizie uchambuzi wetu wa habari nao katika nchi jirani ya Burundi ni kwamba chama cha kisiasa cha ADPR kimetoa wito kwa Burundi kujiondoa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa madai ya nchi za ukanda huo kutokuwa na dira na malengo sawasawa katika kujiendeleza kiuchumi na biashara kwa pamoja. Kutoka Burundi tunajiunga na Bukuru Elias Daniele kwa ripoti kamili. Gabriel Banza Witonde, kiongozi wa chama hicho cha kisiasa, ameyasema hayo mjini Bujumbura wakati wa mkutano wa pamoja wa chama hicho, ikiwa ni katika kuangazia yale ambayo yalifanywa na chama hicho, lakini pia ikiwa ni katika kuelekea katika uchaguzi ujao, uchaguzi mkuu wa urais utakaofanyika mwaka wa 2027. Tunataka ko biganiro vya politiki vyotangura byazogera amatora 2020. Tunaomba kwanza kwa mazungumzo ya kisiasa ili yaliyojitokeza katika uchaguzi uliopita yasijirudie tena. Na katika uongozi bado kuna changamoto mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kutoadhibiwa kwa wahujumu uchumi wa nchi na wala rushwa, na hata wakikamatwa hatujui wamerudisha kiasi gani cha fedha na ni hatua gani nyingine zilizochukuliwa. Kimbe tunabantu ayo mahera basubije bahije mu kingo kingana gute imize gute. Ametoa wito wa Burundi kujiondoa katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuungana na nchi za DRC na Tanzania katika kuendeleza uchumi wa pamoja, biashara na maendeleo. Tariki 12 hasmi kama setirano muri Amerika. Tuliona mkataba wa amani uliosainiwa kati ya Rwanda na Kongo. Sisi tunaona ni kama makubaliano ya kiuchumi kuliko mkataba wa kisiasa. Njia za kukomesha waasi zinajulikana, maana hata waasi wa M23 walishirikishwa lakini hawakusaini mkataba huo. Sisi tunaomba mkataba uliosainiwa uendane na yanayoendelea nchini Kongo ili wapate suluhu. Tunazungumza kuhusu waasi, lakini huenda kuna mgogoro mwingine katika vyama vya kisiasa. Pia tunaomba Burundi iondoe katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania, DRC na Burundi ziunde umoja wao, kwa sababu ni kama nchi nyingine hazipo kwenye dira moja. Burundi bukagira umuryango wabo bo tumaze kubona ko ibihugu byinshi bidasangiye imbono z'uwo muryango. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Daniele kutoka nchini Burundi mjini Bujumbura ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Mchambuzi wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Jaikala Jaden, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.